Niambie baba. Vipi mtaalamu? Alhamdulillah, kumekucha na safari inaendelea kurudi Dar es Salaam. Watu wote ambao walipata matatizo tuko nao safarini. Mwenyezi Mungu anatuongoza bado, anatusimamia mpaka tutakapofika nyumbani salama. Leta maneno Isa Dede chumvi ya mawe. Kuna mpya gani huko? Mpya ipo. Naona tunaelekea kwenye mchezo wetu wa Dodoma Jiji, lakini nataka niwaeleze umma kidogo namna ambavyo nimepata taarifa nyeti kutoka katika kamati moja nyeti nzito. Na hili ni kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ni kwamba klabu ya Simba wanapaswa kuleta timu tarehe 25. Unataka ni lazima, utaki ni lazima ulete timu yako. Na ukibisha kama wasipoleta, nikiwa kama mwenyekiti wa Yanga Influencers, natoa tamko hili kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, awaambie vijana wake kwanza, mdomo wa kusema mechi wamebakiza moja, wakae kimya mara moja. Hii ni amri, sio ombi. Wale madunduka wote, fanyeni hivi. Madunduka wote wanaosema tarehe 25 mechi hakuna, wote wanapaswa kukaa kimya. Hii ni amri kutoka kwa mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu barani Afrika. Na anasema Migodi Yanga anatoa tamko, msipoleta timu hii klabu na mpango wa kuifuta kwenye uso wa dunia. Uso wa dunia. Sio Tanzania kabisa. Ndio maana yani hii klabu isipocheza mechi tarehe 25 na ifuta kwenye uso wa dunia. Mvute mnyama Simba Sports. Narudia tena. Wasipoleta timu. Na hili ni agizo, na wapa maagizo klabu ya Simba, maana mmeshindwa kujiongoza. Sasa tunasimamia kuiongoza klabu ya Simba. Agizo hili nalitoa mpaka tarehe 25. Mwe mmeshaleta timu. Tarehe 24 mmeshashiriki kwenye press conference. Kuku nyingi. Msipoleta timu na wafuta kwenye uso wa dunia. Yani hamtahama ligi, hamtacheza ligi yoyote duniani. Hilo nimesimamia kwa sababu mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu barani Afrika atawasiliana na mwenyekiti wa Umoja barani Ulaya. Hamtashiriki ligi yoyote wa Umoja barani Afrika. Na mimi ni mwenyekiti wa ma-influencer barani Afrika. Natoa kauli, hawatashiriki ligi yoyote. Sio Misri, sio Burundi, wala sio kwenye vita. Hata Afghanistan ya mchezo. Hata Afghanistan ya mchezo, hata Iraki. Hamtacheza ligi yoyote. Kukunyi. Lazima mlete timu. Masaa mangapi umewapa? Nimewapa mwisho tarehe 24. 24 wanatakiwa shiriki vikao vya mechi. Nani? Wewe umesikia wataita timu? Wanaweza akasema. Wale waliopiga kelele wale wote. Chip Kisugu kimya. Sijui Mzalamo kimya. Wewe Mandala kimya. Makanda mbili kimya. Wote kimya. Na mwenyekiti wenu atawapigieni simu. Nchi hii pekee yenye mamlaka ya kutetea mpira wa Tanzania ni Young Africans. Kuku waelewe hilo. Hapo hapa bwana, hii ni kadi ya ukisalimia mnaondoka toto. Piteni. Bwana mjalipa pole na kazi. Ile pole na kazi bwana mnasahau. Pole na kazi. Unamkadeshe. Mungu Mungu zamani haya mambo tunasahau. Asante. Dogo usiondoke. Kwanja pepa deti. Kapone na waya. Wote mfanyeni. Oye nyinyi shawamba. Wewe unarudi. Basi wewe unataka panga toto aondoke. Huyo msimamisha anasema siondoke kwanza. Sasa ndio simame hapa. Nenda nitakuona. Wewe wapi? Haya mwananchi huyo hapa. Jamani, hii salamu sijai kuona kokote pale. Mbea mlete hii salamu sijawahi kuona kokote pale. Asante. Watoto wa Mbeya Hii inaitwa shikamoo pole na kazi. Inaitwa shikamoo pole na kazi. Asante. Hata baba unajisikia amani. Asante mwanangu. Asante. Shikamoo pole na kazi. Shikamoo pole na kazi. Ipo Mbeya tu. Salamu hii ipo Mbeya peke yake. Tumeikuta hapa
Shangwe, ambapo wana Yanga tumeweza kuwafikia watu wa Shangwe huku juu milimani, tukakuta salamu ya kipekee na ya utofauti. Kwa kweli jipigieni makofi. Yanga wewe ni ndugu kabisa. Niamkie napenda pole na kazi. Nao Washeni si amekaa. Washeni kamo pole na kazi. Asante baba. Shikamo pole na kazi. Shikamo pole na kazi. Ukifika hapa shikamo pole na kazi, tulia moyo. Tuko ndani.